ndani ya uwanja Simba ina shida? Kuna shida ambazo ni za ndani. Kwa sababu matatizo yanapotokea hata kwenye nyumba wa kwanza kuulizwa ni baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba ni Mangungu. Unanielewa? Sisi ni watoto wake. Nyinyi ni watoto. Naam, kwenye nyumba imetokea kuna hii nyumba ina watoto wezi, nani anaulizwa? Anaenda kuulizwa mzee. Mzee nyumba ile anakubali kufanya vitu vya uhalifu. Sasa sisi tunamuuliza baba yetu ni Mangungu ambaye hatuwezi kuongoza wote wanachama, akasimama mbadala wetu kutuwakilisha. Sasa kama anakuwa na yumba alikuwa iachie Simba, lakini kwa sababu wako kwa maslahi ya utumia tumbo hawezi wakaiachia Simba. Mnaelekea kwenye mkutano mkuu mwezi wa kwanza, natumai mzee Mwenda, kipi ambacho mnahamu sana kukiwasilisha, lakini pia ni muda sasa wa Mangungu kumeachia timu yenu huo mwezi wa kwanza? Muda umeshafika na amechelewa sana na tumechelewa kufanya maamuzi. Ila kitu nachowashauri wanachama, tuwe huyo mtu anaingia ndani ya klabu ya Simba ametokea wapi? Huyo anayetaka kugombea uongozi wa Simba ametokea wapi? Alikuwa tawi gani? Alishawahi kuongoza hata mwenyekiti wa tawi? Ana uchungu wa dhati na klabu ya Simba? Lakini Simba tukijikoroga kurudisha watu kama hawa wakina Murtaza Mangungu, tumeenda kuruka mkojo kukanyaga kinyesi. Kwa hiyo tuwe makini kuangalia mapandikizi yasiyoipenda Simba, machumia tumbo, tutaendelea kuburuzwa. Mwenyekiti atasimama nini? Simba ilishafungwa zaidi ya mara 6 na mtani wa Yadi. Dabi 6 Yanga ametufunga. Huyo rais wa Simba asimame aseme mimi ni mheshimiwa, hii hakuna kitu. Tunatakiwa tusafishe wote. Tuanze upya. Msafishe na nani mwingine? Wote waliopo pale. Hata tajiri. Yaani ambao wote ambao hawafai tusafishe. Wanachama wenyewe watajitathmini nani anayetufaa, nani abaki, nani aondoke yake klabu ya Simba. Simba ipo kabla hata nani hajazaliwa. Simba ipo, wote tumeikuta Simba. Kwa tumelisi kutoka kwa babu zetu Simba. Lakini watu tuliwapa zamana ya Simba sio. Wahamie upande wa pili, waangalie Yanga Afrika. Maamuzi yao yalivyo sahihi. Yanga walishaachana na vitu hivi. Maneno yamebaki kwetu Simba, tantalila nyingi. Bas! Tantalila. Sasa hivi Yanga hawana tantalila, ni mpira kazi basi. Hawana mbwembwe. Kocha anasema kama una furaha upande huu, uhamie upande huu. Asiwezi kuhama. Uwezi kuhama Yanga? Hapana, mashabiki duniani nimeona ni wawili tu waliohama. Ni rafiki yangu Meja na Manara, basi ndio wamehama. Mimi siwezi kuhama. Unahitaji furaha kocha? Nitabaki hivyo na majonzi yangu. Lini sasa ya majonzi yataisha? Mpaka mwisho wangu uhai wangu. Mwezi huu mlitarajia kukutana na ilifanyike dabi, lakini dabi imesogezwa mbele. Unahisi mngekutana na Yanga kipindi hichi mngeweza kujipambanua kwa kikosi chenu hichi? Hatuwezi kujipambanua. Sufuria linalopika chakula ni bovu. Kwa chakula kitakuwa kibaya. Sufuria bovu inaweza kusonga sembe. Nini unamaanisha? Uongozi ni mbovu. Kwa hiyo ustaraji mazuri. Usiwalaumu wachezaji. Uongozi wote ni mbovu. Kwa hiyo ustaraji kwamba utapata kitu kizuri. Kwa hiyo dabi pia mngepoteza. Utapoteza hata ya 10 bila maamuzi. Kwa mnashukuru hata dabi kusogezwa mbele. Watachukuru wao, lakini mimi nishajikatia tamaa, nabaki kulia majonzi mpaka watu tumeikatia Simba. Tuwaondoe wazembe, tulete watu wenye uchungu na Simba, wenye kuwafurahisha wanachama na mashabiki wake. Hapo ndio utapiga sauti kwamba nimekubaliana na vitu kama hivi. Ni muda wa kujifunza kwa Yanga Afrika. Yanga lazima. Kwa nini usijifunze? Kwa nini jirani yako anafanya vizuri? Kwa nini jirani yako anakupiga ngumi ya uso kila siku? Sasa kwa nini usijifunze? Asiyejifunza jinsi, asiyejifunza akili yake sio nzuri. Unajifunza kutokana jinsi mwenzako anavyofanya. Ni kwa nini mwenzako anaperform vizuri? Ni kwa nini kuna utulivu ndani ya klabu ya Yanga? Wallahi natamka, kama upuzi huu wa Simba wanaotufanyia ingekuwa na Yanga Afrika watu washapasuka damu. Hawaangalii tajiri wao, wanaangalia heshima ya Yanga. Hawababaiki na sumni za mtu, wanaangalia heshima. Basi. Lakini sisi bado washamba. Yule basi ndio tuendelee kuburuzwa kama mang'ombe. Muende Jangwani sasa mkachukue elimu. Tunaangalia, haina kwenda kuangalia, unaangalia wanachokifanya wenzako ni nini? Basi. Kuna kauli alikama alisema muende mkajifunze kama alivyokuja TP Mazembe pale Jangwani, wakaingia wakafundishwa jinsi ya kuongoza klabu. Hata mimi nikipewa naweza kuongoza. Haihitaji maneno mengi. Ni kazi. Hata mimi nikipewa nitasimamia vizuri zake. Unaamini unaweza kuongoza Simba? Kuongoza ni ujasiri.
Unanielewa? Kuongoza ni nini? Ujasiri. Kukubali kuyasafisha machumia tumbo yote na kuweka watu walio sahihi na kuwa mkali bila kumhofu. Yaani umhofie Mwenyezi Mungu. Usimhofie mtu yoyote. Kama unataka kusafisha. Kwa nini Mangungu sio hawezi kusafisha? Alikuwa Pan Africa, yule ni Yanga. Kwa hiyo hawezi kusafisha. Mnamjua ni Yanga. Yeah. Kocha mara kadhaa kama amekuwa ameibuka na kutoa siri nyingi ambazo zinatoka Simba. Hili nyewe kama wanachama mnaliongeleaje? Na kusema kwamba wanajasusi wao pale